Kutana na Othman Ali, kijana aliangukia kwenye uraibu wa dawa za kulevya, na hapa amefanikiwa kushare historia yake ya kusisimua na yenye kusikitisha na Panorama Media. Yes bana, kama ambavyo nilianza kuzungumza na wewe kwamba leo hii tumepata wasaa mzuri wa kushare historia ama hadithi yenye kuhuzunisha na ndugu yetu hapa ambaye yeye binafsi anapatikana maeneo ya Ubungo Kibangu, mtaa wa Kajima, na tukaona sio haba ama si haba na sisi tukafunga safari kuhakikisha kwamba tunakwenda kuzungumza naye kufahamu hasa historia yake imekuaje. Yeye binafsi alikuwa ni kijana mzuri huko nyuma, lakini baadaye akaja kuingia kwenye masuala ya matumizi ya madawa ya kulevya, na amehitaji kushare na sisi historia yake, namna ambavyo ameanza na akajiunga na kwenye kutumia hayo madawa, lakini mwisho wa siku ilikuwaje akaamua kuacha hivi sasa na kuanza kufuata mitikasi zingine ambazo yeye anaona zinafaa zaidi. Niko naye hapa, atajitambulisha majina yake tuweze kushare story hii nzuri lakini pia yenye mafunzo ndani yake. Ndugu yangu, uko vizuri? Nashukuru. Mimi niko vizuri. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mpaka sasa hapa leo ni kwa neema zake tu kwa kweli. Mimi naitwa Athumani. Naitwa Athumani Ali. Japo nicknames zipo nyingi, lakini naomba nitumie tu ile hapo Athumani. Yeah. Mimi ndio Athumani Ali ndio jina ambalo ulilopewa na wazazi moja kwa moja. Yes, ndio jina ambalo nimepewa na wazazi wangu. Athumani Ali. Athumani Ali, makuzi yako yalikuwaje? Kwa maana Athumani Ali Mwanakatwe, makuzi yako yalikuwaje kuanzia ulipokuwa mdogo mpaka unafika labda umri wa bare, kabla tujaendelea kuzungumza pia historia ya mambo ambayo yalikuja kutokea baadaye? Nashukuru Mungu sana. Mimi makuzi yangu yalikuwa sio mabaya, yalikuwa mazuri tu. Katika familia ambayo ilikuwa stable, sio matajiri sana, lakini ni mahitaji yanapatikana. Nilikuwa napata, navaa, nakula vizuri. Shule nimeenda. Kwa nashukuru Mungu, makuzi yangu yalikuwa sio vibaya. Nilisoma primary Mwimbili, nikasoma Lugalo kule jeshini kule. Ndio. Lakini kutokana na changamoto za hapa na pale, wazazi wakaona ni bora wanipeleke nikajaribu maeneo mengine. Nilienda kusoma Uganda. Primary nimesomea Uganda Kampala mpaka darasa la 7. Nimemaliza, nimefaulu vizuri, namshukuru Mungu kwa flying colors. Nimetoka kule nikaja hapa, nikajiunga na sekondari hapa. Sekondari shule gani? Nimejiunga sekondari shule moja iko Mbagala, inaitwa St. Anthony. Nimekaa pale St. Anthony miaka 3 kasoro. Ilikuwa mwaka gani? 2003, 2004. 2004, 2005. Form 1 nimesoma vizuri sana. Form 2 ndo changamoto za balee, yani kwamba kupevuka kabisa, kwamba ni kijana sasa hivi naanza kujisikia, naanza kujihisi, naanza kutamani vitu mbalimbali, naanza kuiga pia tabia mbaya, tabia njema. Naamini kwamba hicho ndo kipindi na hilo ndo darasa lenye changamoto kwa vijana wengi sana katika taifa letu au kidunia kiujumla, labda niseme. Umezaliwa mtoto wangapi kwenye familia yenu? Okay, sawa. Kama unavyojua wazee wetu wa zamani, mimi nimezaliwa mtoto wa 10 katika watoto 12. Mimi ni mtoto wa 10 na wakubwa zangu wengine japo matumbo tofauti tofauti, lakini wote ni familia moja, ni mti mmoja. Mimi ni mtoto wa 10. Kwenye makuzi yako sasa, kuingia kwenye matumizi haya dawa za kulevya, ulianza ukiwa na umri gani na ulikuwa darasa la ngapi? Kwenye matumizi nimeanza nikiwa darasa form 2. Form 2 ndo changamoto zilivyokuwa nzito juu kwangu mimi, yani ile form 2 kama nilivyokueleza hapo awali kwamba kijana darasa hilo anakuwa anapevuka, anajitafuta, anakuwa naiga tabia njema na tabia mbaya, sawa. Sasa kwa mfano tuna ile mentality kwamba ili ukubalike katika jamii ya shule kama hizo inabidi uwe rude boy fulani, inabidi utembee kama wakali wanavyotembea. Sometimes unakuta kijana anasagi mlegezo kidogo, anadundika, unajua hivyo yani. Kwa hiyo nikajikuta nimejichanganya tu na zile company ambazo nilikuwa naamini kwa kipindi hicho hapo ndo company ambazo zinanipa vibe au zinanipa hype kwa kipindi hicho, sawa. Kusema kweli
Nikaanza tutaratibu na sigara, nikapiga puff, lakini sigara nikaona hii kama vile level ya chini. Sasa kuna siku nilikuwa nimewahi kutoroka shule. Unajua tena mambo kutoroka wakali wote, yani bila kuruka ukuta wewe bado sio mjanja. Utakaje mpaka saa 9 bwana wewe, wakati hamna, unajua hizo ya kweli. Siku hiyo nakumbuka nimechumpa ukuta tap, nimetoka niko na mshikaji wangu, yani naruka tu hivi, mwalimu ndo anatokea kule, afu mbele namuona jamaa wangu mmoja hivi katangulia, nikaungana naye. Sasa muda bado, kurudi nyumbani nashindwa nitafanya nini? Nikajikuta bwana nimeingia maskani. Mbagala, kuingia maskani watu wanatoa vitu, wameloli, sijui kunyonga, sijui chochote, sijui kupitisha moshi wote wa bangi mdomoni mwangu. Kweli bwana akanitembezea jamaa, nikapuliza tu ile mara ya kwanza mimi nilipuliza tu juu ule moshi. Sijapata kitu kwa kweli, moshi wa ganja. Moshi wa ganja kali ya kibabe au vipi bwana. Nimepuliza tu hivi juu kwa juu, sijapata kitu. Kweli nikatoka nikodi zangu mtaani kama akijatokea kitu. Kesho yake sasa, kesho yake kama kawaida mimi ile tumewahi kutoka, tumechumpa, nimeenda zangu maskani. Kweli wametoa kitu, wamenishikisha, wamewasha. Sasa ndo jamaa ananiambia bwana, sikiliza bwana, jana umepuliza tujapata kitu. Sasa leo jitahidi upate, vuta hicho kitu. Nani yule ambaye alikuwa anakupa osha? Mshikaji wangu mmoja hivi. Sasa hivi marehemu, Mungu amweke mahali pema. Anaitwa George. Kulikuwa na mwamba mmoja hivi mwingine wa kuitwa Amani, anakaa hapo pande za chini hapo. Sijamuona kitambo. Wale ndo walikuwa washikaji zangu katika swala hilo. Kweli bwana, wamenitembezea mimi ile pale ganja brother, nimepiga. Nashukuru Mungu, nimepiga, yani nikavuta ganja nzima, stiki nzima kwa mara yangu ya kwanza. Yani nilisikia yani weed imeniingia kichwani. Yani jinsi ninavyohisi, nikabadilika hisia zangu, nikabadilisha mpaka mapigo ya moyo, yani mpaka appetite ya kula. Nakumbuka yani siku hiyo niligonga yani viazi vya kibabe mpaka narudi nyumbani. Kweli nilikuwa na vibe fulani hivi tofauti, niko na sasa. Kikubwa hasa ambacho kimekushawishi ukaingia kwenye matumizi ya hizi dawa za kulevya ni ushawishi wa marafiki, tunaweza tukasema hivi. Sawa, sasa tunaanza, labda niseme cha kwanza ni ushawishi wa marafiki. Sawa Lakini hapo mbele baadaye kuna trauma zilikuja kutokea maishani mwangu ambazo mimi zilinisababisha nikazama ndani ya kina. Ni kitu gani? Kwa sababu kila mtu anajaribu vitu kama hivi. Sawa Wengi sana unakuta vijana wanajaribu labda form 2, form 3, anakuta bwana mimi nishapuliza lakini nikaacha. Mimi nigusa hivi nikaacha. Hiyo inaweza ikawa ni kawaida na inaeleweka. Mimi kitu ambacho kilinizamisha ndani kabisa kwenye matumizi ilikuwa trauma ya divorce ya wazazi wangu. Brother, mimi nimekuwa sijawahi kumshuhudia bi mkubwa au nadingi wakiwa wanagombana hata siku moja au vipi bwana. Lakini nakumbuka kulitokea ugomvi mkubwa sana bwana bro. Sawa Hapo tena hapo ishapita kama miaka kadhaa, kama mmoja au miwili hapo. Wameanza kusumbuana, wamegombana baba na mama, yani ikawa vita kubwa sana. Mimi natoka shule na kuja hapa nyumbani, yale mazingira yakawa yamebadilika kabisa tofauti. Yale maumivu ya hisia emotionally. Mimi alinisukuma kuzama ndani ya matumizi kabisa ya madawa. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa na mshikaji wangu mmoja hivi kwa kuitwa Mudi. Simbazee. Aliwindi hilo lenyewe linavizia tu ndo wanavyosema misimba mizee yenyewe. Sasa yule mshikaji wangu, kulikuwa na brother zetu hapa wakubwa mtaani, unajua wao walikuwa washavuta vitu kama hivyo, wana experience navyo. Kwa hiyo bwana yule Mudi tukajikuta tumeanza kutumia Valium. Sawa na zile Valium tulikuwa tunatumia tu, tunakunywa na soda labda Sprite. Unachukua kweli Valium nyingi. Unachanganya vipi kwenye soda? Ipo hivi, unaweza ukachanganya na soda, unaweza ukameza kama kumeza tu, vyovyote vile unavyotaka. Mimi binafsi nilikuwa na meza, tena nilikuwa na meza nyingi sana by then. Nilikuwa na meza nyingi kiasi kwamba yani sijui hata nimefanya nini. Umeona? Sawa, tukaenda vile tunameza zile Valium. Sasa kulikuwa na jamaa mmoja ndo akawa anatusema, "Nye vipi mnatumia tu midude, mnajitia aibu tu nye mjioni kama bora utumie ujue tu umetumia, ukiacha ujue tu umeacha, lakini kuliko kumeza tu haya madonge unakuwa unazingua." Yani kama kudokoa, chagua nyama iliyonona ule umalize. Anasema hivyo. Sasa siku brother yetu mmoja hivi wa mtaani, sasa hivi naye marehemu vile, Mungu amweke salama papote pale alipo. Kweli bwana, siku nakumbuka for the first time mimi naenda kununua unga chini kule, sawa
kulikuwa tena na jamaa wangu mmoja ambaye yeye alikuwa ni wapi? Ni maeneo hapa Ubungo? Ni maeneo hapa Ubungo hapo external hapo chini hapo. Huyo jamaa ni alikuwa kama role model wangu tu shuleni kwa sababu tulikuwa naye shule sawa, alikuwa kanizidi. Mimi niko form 2, yeye yuko form 5. Na jinsi alivyomkali yani namuona rude boy na vile alafu kichwa unajua alafu tunakaa naye mazingira haya. Kweli bwana. Naenda kule chini maskani nimekutana naye, nimetoa hela kweli, katengeneza kila kitu, tensi kakamata, kipindi hicho tensi sio majiwe tena haya. Kwenye vitai katia kanyonyea, kweli mimi nikawasha ile pale. Hapo nimeshavuta sana bangi bro, nimeshakunywa sana Mivalium. Sijapata kile kitu ambacho mimi nakitaka, lakini ile tensi kwa mara ya kwanza nilivyoivuta brother, ilinibadilisha maisha yangu. Hiyo tensi ni aina ya tensi ni cocktail, niseme tensi ni cocktail, unachanganya vumbi la bangi kidogo, alafu unachanganya na sigara. Sigara yoyote ambayo wewe inakufeva. Ila ukishamaliza unanyonyea ile heroin ndani ya hiyo sigara. Kwa sababu maalumu. Heroin huwa inaukimbia moto, inafumuka. Kwa hiyo bila kufanya vile unaweza usipate kiki, usipate moshi. Kwa hiyo unafanya vile ili upate kitu. Nakumbuka brother nilivuta, yani ilibadilisha kabisa maisha yangu, ikabadilisha mtazamo wangu. Kitu ambacho nilikipata pale ndio kitu ambacho kilikuwa kinanisaidia mimi kwa kipindi kile, kwa vidonda vya moyoni mwangu. Kwa kweli kwa kipindi kile nilikuwa siwazi, nilikuwa sitaki kujua kama wanauana, nilikuwa sitaki kujua kama wanagombana, nilikuwa sitaki kujua, yani ilizima hisia zangu kwa kifupi. Ndio inaitwaje?